Tumeshiriki vizuri, tumekimbia kilomita 10 kwa kutumia wheelchair. Salama kwema. Kwema kabisa. Unajisikiaje kushiriki kwenye mbio hizi za Bunge Marathon? Najisikia furaha kwa sababu tayari nilishajiandaa kwa mazoezi vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri hata usiku ifike. Kwa hiyo tumeshiriki vizuri, tumekimbia kilomita 10 kwa kutumia wheelchair na zilikuwa kilomita 10 za mafanikio sababu hali ya hewa ilikuwa ni rafiki. Kwa tumemaliza vizuri kabisa bila ya shida. Ndio. Imekuwa ni ngumu au nyepesi kiasi gani kwako wewe ukiwa una wheelchair kwa maana ni mlemavu kushiriki na kukimbia kilomita 10 ambazo watu ambao ni wazima viungo vyao wengine wanakata kona katikati na wanachukua bodaboda? Kwa kuwa nilijiandaa tayari, alafu mazoezi ni kwa ajili ya afya yako mwenyewe binafsi. Kwa hivyo kadri utakavyojitahidi kufanya mazoezi, maana yake unaimarisha wewe mwenyewe afya yako. Kwa hivyo mimi sikuona ugumu ulikuwepo kidogo barabarani. Waendesha pikipiki kidogo wanakuwa wanaleta kero, mnashindwa kuwa huru. Kwa hivyo lakini kwa kuwa na uzoefu wa hivi basi tuliweza kutafuta sehemu salama ya kupita mpaka tumemaliza salama kabisa. Ndio. Nimeona baisikeli yako iko na viongozi. Nikiangalia hapa yuko Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, lakini yuko Waziri Mkuu Dr. Nchemba, lakini yuko pia Spika wa Bunge. Kipi ambacho kimekuvutia kukimbia na picha za hawa viongozi? Hawa viongozi, kwanza Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ni mwanamama shupavu, pamoja na kelele, matusi, kejeli, kashfa, lakini mwanamama huyu amekuwa shupavu, anaiongoza nchi, amesimamia nchi inakuwa na amani, anahakikisha amani haitetereki, watu wanafanya shughuli zao kama kawaida, na ndio maana unaona leo tunashiriki mbio hizi kwa sababu ya amani na utulivu. Pasipo na hivyo hilo haliwezekani kabisa. Lakini pia kuna Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu sasa hivi amekuwa naye ni habari ya mjini. Karibu kila sehemu atakapopita watu wanafuatilia ziara zake. Watu wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali kufuatilia ziara zake anapokuwa. Unaona? Kwa hiyo naye amekuwa ni mtu ambaye watu sasa hivi wanamwangalia kwa jicho la pili. Lakini pia hapa tuna Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika yeye yuko makini pale kuhakikisha sera za bunge zinafuatwa, wanaisimamia vizuri serikali, kila kitu kinaenda sawa. Kwa hivyo kutokana na mchango huo katika serikali yetu na taifa letu, basi nikaona mimi kwa namna moja ama nyingine niwapaishe tu au ujumbe wangu waupate kwa kutumia picha hizi, kwamba na sisi wenye ulemavu pia tunawakubali na tunafuatilia na tunafurahia na kazi zao. Ndio. Wahamasishe watu ambao sio wapenda michezo kwenye marathon zingine au kwenye matukio mengine ya kimichezo, wasikie sauti yako inawaambia nini? Na washauri watu ambao hawapendi michezo ni vyema wakashiriki michezo, kwa sababu michezo inakuleta wewe kuwa karibu na watu, michezo inakukutanisha na watu, michezo inakukutanisha kama hivi Bunge Marathon inakukutanisha na kiongozi ambaye katika mazingira ya kawaida kumpata ni ngumu sana, kumfikia ni ngumu sana, lakini mnaposhiriki hivi katika michezo basi unajikuta kila kiongozi anakuwa rafiki na wewe, kwa sababu hapa kinachotukutanisha ni michezo. Kwa hivyo na washauri wale ambao hawashiriki michezo ya namna hii basi wajitokeze kushiriki ili wapate huo ukaribu wa viongozi. Ndio. Wewe umeshiriki ukiwa unatokea wapi? Mimi niko hapa Dodoma, ni mshiriki kutokea hapa Dodoma, lakini nimekuwa nashiriki marathon zote kubwa ambazo zinaandaliwa Tanzania. Ndio. Tujalie majina yako. Naam? Tujalie majina yako. Majina yangu naitwa Kombo Jumbe au maarufu kwa jina la Kesi, mkazi wa Nzuguni, Dodoma. Asante. Asante sana.